بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Katika mwendelezo wa maswali yanayofungamana na as-siyam, leo inshallah tutaangalia utumizi wa al-adwiya, dawa. Je, Uislamu una hukumu gani ya utumizi wa dawa mchana wa Ramadhani? Wanawachuoni rahmatullahi alayhim wanalizungumzia jambo la dawa katika nukta zifuatazo. Al-asl katika jambo la kujitibu kwa dawa ni jambo ambalo lipo katika sheria na limehimizwa katika Uislamu. Lakini katika hali gani ambazo hutumika dawa na hukumu yake inakuwa iko vipi? Jambo la kwanza, kuna utumizi wa dawa al-ibaru al-mughadhiya. Tutumia dawa dripu au sindano ambazo hupigwa mgonjwa, ndani yake kuna glucose, chakula ambayo ni kwa sababu ya kupata energy. Kwa kutumika sindano zile kwa mgonjwa, ikiwa umepoteza energy, pigwa sindano au unatiwa dripu. Je, itafaa kutumia mchana wa Ramadhani? Wanasema ahlul ilmi hiya mufattira. Kutumia dripu hiyo au sindano ambayo ni chakula ni yenye kufunguza, na wala haifai kutumia mchana wa Ramadhani. Ikiwa kuna uhitajio na inawezekana kuchelewesha mpaka ila ma ba'da ghurubi shamsi, basi hilo ndilo ambalo linatakiwa katika sheria. Ikishindikana, lazima mtu huyu kutokana na hali yake na afya yake, asipopata sindano hii au dripu hii tutampoteza. Tatumika hiyo dripu au hiyo sindano ambayo ina chakula ndani yake, lakini itahesabiwa hiyo siku kwamba amefunguza na atakuja kuilipa baada ya kumaliza Ramadhani. Hii ni hukumu ambayo wanawachuoni wameangalia masail wakina nayo katika nukta hiyo. Ama kutumia al-ibaru ghairu al-mughadhiya, sindano au drip ambayo haina chakula ndani yake kwa ajili ya dawa, labda mtu ana matonsis, anatakiwa achome sindano mkononi au hapa sehemu ya mkono ya bega, na anaingiziwa ndani yake maji ya dawa kwa kutumia ile sindano. Je, hili linafaa katika sheria? Wanawachuoni wana khilafu kubwa sana katika nukta hii, lakini fatwa za wengi ya wanawachuoni wa zama zetu, ambao jambo hili ndilo ambalo limezuka, sababu zamani ilikuwa hakuna mambo ya sindano, zipo zama zetu. Kwa wanawachuoni wetu walipoliangalia hili, wengi ya wanawachuoni wakasema qaulur rajih ghairu mufattira, sindano ya dawa haifunguzi. Hiyo ndio kauli rajih. Anapohitajia muislamu kupiga sindano kwa sababu ya maradhi aliyonayo, basi itafaa kupiga mchana wa Ramadhani na somo yake ni sahihi. Ama ikiwa anaweza kuchelewesha, itakuwa ni bora zaidi baada ya sala ya magharibi. Ile khilafu iliyokuwepo itakuwa yeye ameondokana nayo, lakini ikihitajika lazima, basi itafaa katika sheria yeye kupiga sindano. Nukta ya tatu, kusaidiwa damu au kuchangiwa damu. Mgonjwa amefunga, anahitaji kuchangiwa damu. Je, itafaa? Yule aliyechangiwa damu saumu yake ikoje? Alhukmu fi dhalika mufattar, ili jambo linafunguza. Mtu akiingiziwa damu katika mwili wake atakuwa amefunguza, kwa sababu damu ni matokeo ya chakula. Chakula baada ya kuingizwa katika kinywa na kuingizwa tumboni, kikafanyiwa mmeng'enyo. Baada ya kufanyiwa mmeng'enyo, chakula kile kitafanyiwa zile process ambazo watu wa biolojia wanafahamu. Baada ya digestion inafanyika absorption, inafanyika assimilation. Chakula kinasafirishwa kupitia katika damu. Kwa damu ile ambayo ina chakula
akiingiziwa nayo mgonjwa mithili ya aliyekula, hukumu yake wanasema na wachuoni, fahuwa, mtu atakuwa fi hukmi al-akil, ni hukumu ya mtu aliyekula, istafada min aklihi, aliyepata faida kwa chakula chake. Kwa sheria ikasema aliyechangiwa damu huyu amefungua. Ni ipi hukumu ya kutoa damu kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi? Mgonjwa kafunga, atakiwa atolewe damu ikafanyiwa uchunguzi. Inda ahli alilm wanasema alghalib, anapotolewa damu mgonjwa hutolewa sehemu yake ni qalil, hutolewa damu chache sana. Kwa ajili hiyo fala yufsidu as-sawm, saumu yake itakuwa haijaharibika na saumu yake itakuwa ni sahihi, na hilo limesamehewa katika sheria. Na nukta nyingine, masala ya al-huqna. Al-huqna ni kuingiziwa dawa kwa kutumia sehemu ya utupu, labda utupu wa nyuma katika dubur. Kuna baadhi ya dawa mtu anaingiziwa katika dubur kwa upande wa wanawake na wanaume. Na mwingine watoto wadogo wakipanda temperature sana, kuna kuwa na kidonge fulani anaingiziwa katika sehemu yake ya haja kubwa ambayo temperature hushuka kwa haraka. Kwa kitokezea mtu mzima aliyefunga ikatakikana aingiziwe kitu katika tupu yake sehemu ya haja kubwa, au mwanamke dawa anaingiza katika sehemu yake ya haja ndogo, je, hili linafunguza? Ahlul ilmi wana kauli, wanasema jambo hili lina khilaf, warajih wallahu a'lam annaha ghairu mufattira, ilo halifunguzi. Kwa nini? Hiyo ni dawa imehitajika kuingizwa katika sehemu hiyo, lakini ikiwa ataichelewesha baada ya kuzama kwa jua itakuwa ni aula. Na nukta ya mwisho kwa leo insha Allah, utumizi wa matone, kwa maana kutumia dawa za alqatra puani, machoni na masikioni. Labda jicho linamuma mtu akaambiwa atie vitone vitatu, au sikio au pua. Wanawachuoni wakasema upande wa pua hili linafunguza, kwa kuwa pua ni mapito ambapo hupita moja kwa moja mpaka tumboni. Kwa teketia tone kwa sababu ya maradhi ya mafua mfano wake au pua, akatia matone kwenye pua yake, huyo amefunguza katika sheria. Kwa haitafaa kutumia kwa aliyefunga mpaka baada ya kuzama kwa jua. Ikihitajika kutumika atatumia, lakini hali ya kuwa kifahamu kwamba amekwisha fungua. Ama kutumia matone kwa sikioni pamoja na jichoni, warajih inda ahli alilmi, kauli yenye nguvu mbele ya wanawachuoni, annahuma ghairu mufattiratain, vitu viwili hivi havifunguzi. Kutia matone jichoni na kutia sikioni halifunguzi, walau ma'a wujudi ta'm, hata kama patapatikana ladha fil halqi, katika koo. Ametia jichoni dawa akasikia uchungu kooni, hili halifunguzi, kwa kuwa jicho na sikio si mapito ya kwenda katika kitu tumboni. Kwa asli katika hayo si yenye kufunguza, lakini ikiwa atatumia baada ya kuzama kwa jua ni bora, lakini ikihitajia kutumika kabla ya kuzama kwa jua saumu yake ni sahihi. Na hayo ameyataja wanawachuoni rahmatullahi alayhim. Wa naktafi huna wallahu a'lam. Kama kuna swali hajafahamika sehemu, tafadhalu.